A'udhu billahi sami'in alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, ama leo anwani yangu inasema namna ya kumuondoshea mtu matamanio ya kuwatamani wanawake kwa ajili ya zinaa. Namna ya kumuondoshea mtu matamanio ya kuwatamani wanamume kwa ajili ya zinaa. Lakini pia namna ya kuondosha nyege za mtu kunyegeka kwa ajili ya watu wa nje huko. Kifupi, kumfunga mtu asizini. Neno fupi hilo lenye maana pana sasa. Ndani yake kuna maana pana. Kumfunga mtu asizini. Iwe ni binti yako asiwe mzinifu. Iwe ni mke wako asiwe mzinifu. Iwe ni mumeo asiwe ni mzinifu. Hivyo katika hali za namna hiyo, tunasema utaratibu huu inatakiwa ufuate utaratibu huu. Lakini pia utaratibu huu unapatikana ndani ya nyumba ya tiba na dua. Sawa? Na nipende kukuarifu na nipende kukualika na nipende kukujulisha ya kwamba hili tatizo ndani ya nyumba ya tiba na dua linatibika. Zipo aina nyingi sana za kuwatibia watu wagonjwa namna hii. Manake hawa ni wagonjwa kama yale Mwenyezi Mungu anasema fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Unaona maneno hayo? Watu mioyo yao ina maradhi. Kuna watu mioyo yao ina maradhi ya zinaa tu. Wallahi, kama hajalala na wanaume 2 3 hatosheki. Kama hajatembea na wanawake 3 4 hatosheki. Subhanallah. Kipato, pesa zimekuwa zinateketea katika zinaa kuliko kile kipato kinachoingia ndani. Lakini pia kumbuka, athari ya zinaa ni urofa. Kwa nini basi uendelee wewe mama nyumbani umejituliza vizuri, mume wako ni mzinifu, anazini kweli mpaka ule urofa unaingia kwako, mpaka ule urofa unaingia ndani ya familia yako? Kwa nini mama awe ni mzinifu, anazini kweli mpaka ule urofa unaingia ndani ya kipato chako? Unapambana lakini mambo haendi, kumbe mmoja wenu ni mzinifu. Katika hali za namna hiyo, suluhisho hili hapa. Haijalishi ni mzinifu kwa kujua au hujui, maadamu wewe unataka asizini, chukua hii au njoo ndani ya nyumba ya tiba na dua. Huduma hii kwa utaratibu huu nitakaoeleza au kwa utaratibu mwingine tukaweza kukupatia, zipo taratibu nyingi za kufanya na kulidhibiti hili. Tafuta, tunasema, kipande cha nguo ya mwanamke huyo anachokivaa. Mathalan kama kipande kidogo cha taulo langu hili nalo nitumie tu kujifutia tu hapa saizi, na kilivyokuwa kidogo hiki. Kitumie pata kipande kama hicho kidogo. Halafu
Hichi kipande ndicho ambacho tutakaenda kukisemea. Hichi kipande cha nguo ndicho tutakachoenda kukiapizia. Hichi kipande cha nguo ndicho tutakachoenda kukikusudia, kuweka makusudio yetu. Hichi kipande cha nguo ndicho tutakachoenda kukemea. Vyovyote vile, unadhani utakuwa umenielewa yani? Tutakemea kwanza kwa aya hii. Katika hicho kipande tutaandika, katika hicho kipande ambacho nilichokuonyesheni kama mfano wake, tutaandika hii aya. Aya hiyo inasema hivi: ya ayyuhalladhina amanu ufu bilunqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma tutila alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurumun inna Allaha yahkum ma yurid. Hii tutaandika kwenye hiyo nguo, hicho kipande cha nguo yake yeye huyo, edha ni mama au ni baba. Kisha baada ya hapo tutakisemea kama jinsi nilivyowaambia, tutakisemea, tutakiapiza, tutakiazimia, tutakiwekea makusudio, tutakiwekea nia, hivyo yani, kwa kusema hivi: Allahumma bihaqqi hadhihi al-ayatu ash-sharifa imh az-zina waz-zayg an qalbi fulanati binti fulanati. Au yani fulanati binti fulani, maana hapo tunataja jina la yule sasa mwenye kile kitambaa kile, au fulanu bun fulani au fulani bin fulani. Sasa huyu maana yake tunamkusudia mwanamume. Almuhimu itategemea wewe uliyekuja nyumba ya tiba na dua ni mwanamume au ni mwanamke. Kisha tunamalizia fa innaka fa'alu lima turid wa anta arhamur rahimin. Baada ya kuyafanya maapizo yote haya, kisha tutaenda kukitia hiki kitambaa, tutakijazilishia sambamba na mmea mmoja unaitwa mgombea mpaka. Mmea unaitwa mgombea mpaka, unga wake tutatia kwenye kile kitambaa. Kisha tutaenda sasa tutaenda kuzika katika ardhi mahala maalumu, ambapo ni wapi? Katika kaburi. Tukizika pale kaburini, tutasema manuizi kama alivyokufa huyu mwenye kaburi hili, na hawezi tena kufanya tendo la ndoa na mkewe au na mumewe, basi ndivyo huyu fulani bin fulani na yeye moyo wake ufe kufanya mapendo na watu wengine wasiokuwa halali yake. Asema kama mata sahibu hadha alqabri yamutu zina wa hubba min qalbi fulani bin fulani. Basi tokea hapo utaratibu huu, wallahi moyo wa mtu unakufa tu automatically. Mpaka we mke utashangaa mwenzio, mbona mume wangu amebadilika? Yani mabadiliko makubwa sana utayaona wallahi, nakwambia. Hana stori za wanawake, hana message tena za wanawake, hana sijui kupiga masimu za wanawake, hana wanawake wanaopiga masimu usiku wa manane, hana, yani kila kitu kinaisha. Yani hapo anasema acha mimi nibakie tu na mke wangu, mimi sitaki tena uzinifu, mimi sitaki tena kudangadanga, na wote either kwa block
au kuwafuta kabisa yani, na hutoweza kuona tena mume wako akifuatwa na wanawake. Hutoweza kuona tena mkeo akifuatwa na wanamume. Wallahi nakwambieni, huu ni utaratibu ambao unapatikana ndani ya nyumba ya tiba na dua. Mimi sasa niko tayari na nyumba ya tiba na dua ipo tayari. Niambie wewe, unateseka ukiwa wapi sasa? Unateseka ukiwa maeneo gani? Sisi tunapatikana Dar es Salaam. Wewe uko wapi? Niambie, mawasiliano yangu yako hapo. Mama yangu, kaka yangu, unampenda mkeo, unampenda mumeo, lakini shida yake ni hiyo. Uko wapi? Mimi nakukaribisha nyumba ya tiba na dua. Wallahi hutokuja kujutia hili. Lakini pia kwa wale waliopo nchi za nje, bara la Afrika, bara la Asia, inawezekana. Wallahi nakwambieni inawezekana. Sisi tupo tayari sasa inshallah. Kabla hujatoka hapo, nikwambie hapo chini ya video hii kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ibonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo tena ibonyeze mara moja. Hiyo itakufanya wewe na mimi tuendelee kuwa wanafamilia wa channel yetu hii pendwa kwa idhini yake Rahmani, na kila zuri linapotokelezea na wewe linawahi kufika kwa wakati katika hali za namna hiyo. Basi nikuage kusema dumu fi riayati llahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.